Zoezi la kuwasajili makurutu katika wilaya ya Lang'ata hapa Nairobi kujiunga na vikosi vya polisi wa utawala na wa kawaida liliandaliwa katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Jumla ya idadi ya vijana 122 wakafika hapa kushiriki zoezi hili. Kutoka kwa idadi hii, maafisa waliosimamia zoezi hili wakihitajika kuwasajili makurutu 35 pekee, 25 wajiunga na kikosi cha polisi wa kawaida na 10 kwenye kikosi cha polisi wa utawala. Tulikama hapa nilikuja saa 1. Then after hiyo kitu saa 2 procedure ikaanza. So walikuwa wanakagua ma certificates first. Yenyewe nimeitamani hata kama nilikuja kwa wengine walikufa huko bara huyu huko. Wengi wamekufa moyo. Sasa sisi tumekuja tujitolee kama tuone hii kazi tumejitolea tukuje kufanya. Uoga huwezi kosa, but I think that was the main reason why the turn up was slow. And as ladies tumejitokeza tu kwa sababu tunajua Mungu anajua everything. So even if you die in the police force, even if you become a doctor or a teacher, you must die. Shughuli ya kuwasajili makurutu watakaojiunga na vikosi vya polisi wa usalama na polisi wa kawaida iling'oa nanga katika maeneo tofauti nchini, huku vijana wakijitokeza kujaribu bahati yao ya kujiunga na vikosi hivi vya usalama. Kwa yeyote aliyetaka kushiriki zoezi hili, alihitajika kuwa Mkenya mwenye kitambulisho cha kitaifa aliyepata alama ya wastani ya C kwenye mtihani wa KCSE, awe na umri wa kati ya miaka 18 na 28 na hadi 30 kwa wale wenye shahada za chuo kikuu, awe na mwili usio na dosari za kiafya na asiandamwa na kesi za kiuhalifu. Tofauti na sajili za awali, zoezi hili likisimamiwa na tume mpya ya kitaifa iliyobuniwa ya huduma kwa polisi kwa ushirikiano na wakuu wa wilaya na maafisa wakuu wa polisi. Kuna uwazi mkubwa. Kila mtu anajua anastahili kuwa na nini akitaka kuwa askari wa polisi. Na hata commission yenyewe imekuwa hapa kutazama kwamba kila kitu kinaendelea bila msukumo wa mtu mwingine yeyote. The recruitment is expected to help the government to address the security challenges in the country by increasing the police population ratio, which currently stands at 1 police officer for every 533 persons. Mjini Garissa, usalama ulikuwa umeimarishwa mno kufuatia visa vya ukosefu wa usalama ambavyo vimeshuhudiwa mjini humo kwa siku chache zilizopita. Kila aliyeshiriki zoezi hili akikaguliwa barabara. Mjini Mombasa, idadi ndogo mno ilishuhudiwa kwa wale waliotaka kusajiliwa, kwani kufikia saa 7 mchana ni mtu mmoja pekee aliyekuwa amesajiliwa kutoka kwa watu 52 waliohitajika kusajiliwa. Wengi waliofika wakirejeshwa nyumbani baada ya kubainika kuwa hawakuwa wenyeji wa wilaya walikowasilishia maombi yao ya kuomba usajili. Na sisi hapo tuko na certificate zetu, tuko na ID, tuko na kila kitu ya soma hapa hivi. Na alafu tukienda kushika ID wanasema wanataka ID za nini za wazazi. Tutafuta za wazazi. Sasa wangekuwa wanatuambia mapema before tuchukue, ndio tukue tunajua huko nyuma tunaandika nini kwanza. Kuliko sasa tunakuja recruitment tunaambiwa mambo mengine yenye sije tunataka watu hapa peke yake. Na sisi tumezaliwa huku, tumesoma huku, kila kitu tumefanyia. Ukisema tufanye nini? Habari za kusikitisha ziliripotiwa kutoka eneo la Nyamira ambapo mtu mmoja aliyekuwa akishiriki zoezi hili alizimia alipokuwa akikimbia na kuripotiwa kufariki alipokuwa akikimbizwa hospitalini. Kutoka Naivasha, wengi walijikuta wakifungiwa nje ya zoezi hili kutokana na dosari za meno na mifupa hafifu, na wengine wakawa bila stakabadhi zilizohitajika. Security iko very expensive. Haitakuwa kitu rahisi sana. Ndio tupate security ile tunahitaji, itabidi serikali iweke budget kubwa sana katika idara ya polisi. Zoezi hili lilikuwa la siku moja pekee na liliandaliwa kote nchini, huku jumla ya makurutu 7,000 wakitarajiwa kusajiliwa. Patrick Injendi, Citizen Nipashe.